Kwa hivyo kama utaki kondoo wako wawe na minyoo sana. Kitu ingine ya maana ambayo ilikuwa katika kila shamba ni controlled breeding. Lazima uweke kumbukumbu. Ni bora kuwekeza zaidi ndume wa hali ya juu. Wakulima wengi sana wanadaiwa. Ukienda pale kwenye mtandao, inategemea nini inapatikana katika sehemu lako. Na unakumbuka pale SH Dopers walikuwa wanasema hawa upenda hii silage ya mahindi kwa sababu inapatikana. Poenda Segero wanatumia sunflower kwa sababu wanaipanda wenyewe. Hakuna ile formula moja inasema tufuate hii. Unaweza inua ile banda ikuje juu, lakini kuna sehemu zingine si lazima uinue juu. Kuna Denmark ambaye nilijifunza kumbe kondoo hawana meno ya juu. Mimi nimekuwa mfugaji wa kondoo lakini nilikuwa sijawahi jua hilo. Ama ndume. Ram moja anaweza kuadhibu. Lakini water iko tu silent. Iko silent inatata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa Dopa Bora. Mahali na kile naweza sema kwa mtasari ni kwamba kwa kweli hakuna shamba ilikuwa inafanana na ingine, lakini kuna mambo kadhaa nilikuja nikagundua kama deworming. Deworming nilipata the same story consistently kwa kila shamba, ya kwamba wengi wao walikuwa wanafanya deworming kila mwezi. Wengi wao walikuwa wana alternate zile deworming, hawatumii deworming moja tu, walikuwa wanaenda wakibadilisha. Na nilikuja nikajifunza kumbe deworming ziko aina mbili, kuna zile za white na zile za yellow. Zile za white ndo zinafanya kondoo anaendesha, na ilikuwa story moja kwa kila shamba ya kwamba lazima hizi deworming ubadilishe, na ya kwamba ni jambo la busara kuifanya kila mwezi. Na pia jambo lingine ni kwamba ukifanya zero grazing haupati zile shida za deworming sana, lakini ukiacha kondoo aende nje kwa malisho kunakuwa na changamoto mingi za deworming. Kwa hivyo kama utaki kondoo wako wawe na minyoo sana, inabidi utumie ule mfumo wa zero grazing. Na hata kwa wale wenye walikuwa wanafanya zero grazing, ulikuwa unapata bora tu umejiandaa kwa chakula au kui na ile changamoto sana. Na niliona hiyo mfumo ya zero grazing ni kama ni nzuri kwa sababu unapanga na gharama si tofauti sana na ile ya nje, kwa sababu ukiacha waende wa malisho bado utalisha asubuhi. Kwa hivyo mimi nilikuja nikaona nilipendelea huo mfumo wa zero grazing kwa sababu ni kama una control vitu mingi, una control magonjwa, una control minyoo, na utajua hata kondoo anakula vipi. Ingawaje pia hiyo kuachilia kondoo aende malisho ni mzuri kwa sababu kondoo inapata exercise, inachangamka, inatembea, kwa hivyo ni mzuri pia. Kitu ingine ya maana ambayo ilikuwa katika kila shamba ni controlled breeding. Yaani ingawaje kondoo anaenda nje ama ni zero grazing, ni kuhakikisha zile ndume azitembei tu kila siku na kondoo. Ndume walikuwa wanawekwa kando, na pia niligundua kwa hizi shamba zote ndume analishwa tofauti. Ndume analishwa chakula kingi kidogo na analishwa vizuri zaidi, kwa sababu kumbe ni ya muhimu kondoo akiwa na afya ana breed watoto ambaye pia wako na afya na wako mzuri. Jambo lingine ambalo pia nilijifunza katika kila shamba, walikuwa wanahimiza record keeping. Lazima uweke kumbukumbu. Lazima kondoo akizaliwa uandike alizaliwa lini, kilo yake ni ngapi, na kuna njia kadhaa za kupima. Sio lazima uwe na ile mizani ya kupima, lakini ni bora sana kuandika kilo za kondoo akizaliwa. Ni vyema pia kuweka kumbukumbu za nani baba, nani mama wa huyo kondoo. Kitu ingine nilijifunza kabisa muhimu, hizi shamba zote zilikuwa zinasisitiza ubora wa ndume, ya kwamba ukitaka kuwa na watoto wazuri, kuwa na dopa wa hali ya juu, tafuta ndume. In fact wote walikuwa wanasisitiza ni bora kuwekeza zaidi katika kupata ndume wa hali ya juu kuliko kike. Kike hata unaweza tumia wa kienyeji, so long as uko na ndume mzuri, uko na uhakika wa kuimprove ile flock yako, ile kundi lako kaendelea kuwa dopa bora zaidi. Sijui kama unakumbuka zile tulikuwa tunaongelelea T2, T3, T4, T5. Yani ile T5 ni ile dopa ambaye quality yake ni ya hali ya juu. So kwa wewe kuwa na kundi mzuri, kundi bora la dopa, inaanza na ndume moja tu anaweza improve flock yako yote, yani kundi lako lote. Kwa hivyo kila mkulima alikuwa anasisitiza kabisa, unaweza anza na kondoo wa kike wa aina yoyote, lakini ikifika kwenye dume, tafuta ule dume bora. Hakikisha unajua unanunua kutoka shamba gani, na hakikisha hilo ni shamba ambalo unalijua, unaitembelea. Na mwisho kabisa,
Ile ambayo tuliongelelea pia katika mashamba mengi ni scam, kuadaiwa kwa wakulima. Wakulima wengi sana wanaadaiwa. Ukienda pale kwenye mtandao na katika kila shamba ulikuwa unapata wako na hizo visa vya wakulima kuadaiwa. Na kila ambacho mimi niligundua ni wewe kama mkulima usiwahi tuma pesa kabla hujatembelea shamba. Na kama naweza tumia maneno ya ule Benjamin wa Kalia Farm, alikuwa anasema usikuwe mvivu. Kwa nini wewe ukubali tu kutuma pesa kwa sababu umeambiwa ni bei rahisi? Unatuma pesa kondoo ambaye hujaona, shamba yenye hujui iko wapi, wewe unatuma pesa tu alafu unatarajia ati utatumiwa kondoo. So na tulipata kwa hizi shamba mengi huwa wakubali hata kutumiwa pesa. Wanasema we njoo kwanza ujionee kondoo, uchague, uliza maswali ya maana kama huyu kondoo ana umri mgani, alizaliwa na nani, unamulisha vipi. Kwa sababu ni mzuri pia ukienda kununua kondoo mahali uone vile alikuwa analishwa hapo. Ndo saa zile wewe unakuja kumuintroduce kwa kundi lako, unajua namna ya kumbadilisha pole pole mpaka aanze kukula chakula ambaye inapatikana kwa shamba lako. Na pia kabla hatujamaliza, kulikuwa na jambo la lishe. Kwa kweli lishe na banda mimi nilikuwa naona ni moja. Kwa lishe na banda inategemea zile available materials ambazo wewe unapata. Si lazima ujenge banda la pesa mingi, la gharama la juu. Na pia lishe sio lazima tukitembelea shamba fulani wanalisha Lucerne pellets, wanalisha silage, ati wewe pia lazima ukuje ufanye hivyo. Inategemea nini inapatikana katika sehemu lako. Na unakumbuka pale SH Dopers walikuwa wanasema hawa upenda hii silage ya mahindi kwa sababu inapatikana. Hawa wanangojea saa ile mkulima ameuza zile mahindi zikiwa bado mbichi. Kuna zile stocks zinabaki kwa shamba. Anasema huwa ziko bei rahisi. Kwa hivyo kwake hizo zinapatikana kwa bei rahisi. Ukienda sehemu nyingine unapata mabua za mahindi wakati wa mavuno ziko mingi na zinapatikana bei rahisi. Kwa hivyo sasa unatumia hiyo. Kwa hivyo ikifika kwa lishe inategemea kwanza hali ya anga katika ile area ambaye uko, ni nini inapatikana kwa urahisi. So long as tu wewe ujue kwa hizi chakula ni nini ina provide protein, gani ina provide energy ama nguvu, na minerals na concentrate hizo zinafuatana kila mahali. Kwa hivyo lazima ujue source yako ya protein kwa kundi lako utakuwa unatoa wapi. Kwa hivyo enda kwenye soko, ona protein zile zinapatikana. Kama zile mifugo Falme, Capri, nilipata kule kwao Lucerne iko pingi. Kwa hivyo hawa wanategemea, hawa wanalisha sana na Lucerne pellets kwa sababu ndo inapatikana area hiyo na kwa bei nafuu. Unakumbuka tulipoenda Segero wanatumia sunflower kwa sababu wanaipanda wenyewe. Nadhani pia SH Dopers wanatumia sunflower na Yano alikuwa anatumia zote, sunflower, cotton cake. So inategemea hizi proteins, inategemea ni gani inapatikana. Kwa hivyo ni mzuri wewe katika mazingira yako kuchunguza ni nini katika area yangu inapatikana. Ukienda hizi chakula za nguvu, nilishangaa pia katika SH Dopers wanatumia mahindi tu. Ya kwamba wewe ukipea kondoo wako zile mahindi imeshagwa, ile ya unga tu ya kawaida. Kwa hivyo unaona ikifika lishe, hakuna ile formula moja inasema tufuate hii, hapana. Inategemea nini inapatikana katika area yako. Na pia banda inategemea hali ya anga. Kama uko katika sehemu baridi, unaweza inua ile banda ikuje juu. Kama uko na katika sehemu ambaye ni iko na maji, pia itabidi uinue juu. Lakini kuna sehemu zingine si lazima uinue juu. Na pia ulipata hata kama unainua juu, lazima uwe na sehemu fulani ambaye iko chini kwa wale kondoo ambaye ndio wamezaa tu. Wale wana kondoo hawapendi juu. Unakumbuka ule SH Dopers alituelezea ukiinua juu, lakini kuwa na sehemu nyingine ambayo umetenga kwa wale ambaye wanaita maternity, kondoo akishazaliwa wakae sehemu ambayo iko chini. Na pia tuliona kwenye Yano breeders, ingawaje wameinua juu, lakini ile sehemu ambayo mama na mwana kondoo anakaa, alikuwa anaweka zile straws ama zile nyasi anaweka chini, ndio wale wana kondoo wasivunjike kwa kuingiza mkono yako mguu yao katika zile nafasi
ambazo zimewachwa, ndo zile uchafu za kondoo ziende chini. So hiyo pia ilikuwa somo la maana sana kwangu, na natumai pia kwa nyinyi. Na tukienda pia kwenye kuna Denmark ambaye nilijifunza pia, kumbe kondoo hawana meno ya juu. Mimi nimekuwa mfugaji wa kondoo, lakini nilikuwa sijawahi jua hilo la kwamba kumbe kondoo hawana meno la juu. Kitu lingine ambalo la maana ambalo ni hizi drum za blue za kuhifadhi chakula. Nakumbuka pale Capri walisema hata hizi concentrates, hizi unga za chakula za dopa wanaziweka kwenye madrum. Madrum kwanza haziingiliwi na panya, zinaweka zile chakula zikiwa fresh kwa muda mrefu. Na ukienda pia kwenye shamba zingine walikuwa wanazitumia kuweka silage, na nafikiri katika shamba zote walikuwa na hizo drum za blue. Kwa hivyo nilijifunza pia kwa kuhifadhi chakula, hizi drum za blue za plastiki ni nzuri sana. Kwanza ziko airtight, kwa hivyo ukiweka silage pale hewa iingii, kwa hivyo inakusaidia kuhifadhi zile silage. So kwa kumalizia tu mimi naweza sema mimi nawashukuru sana sana kwa kutufuatilia, na kutokea sasa hadi mwisho wa mwaka nitaconcentrate na hizo kutembelea mashamba. Tutatembelea shamba kadhaa, at least shamba moja kila wiki tutakuwa tunahakikisha, na ningependa pia mnitumie zile maswali ambazo mungependa huwa tunauliza. Tumekuwa tukijadiliana pia kama sisi kama ufugaji wa dopa, kama inawezekana tutakuwa tunafanya live pale kwenye shamba. Unajua kuna zile mitambo itabidi tununue, ndio saa zile tunatembelea zile shamba, wewe kama mtazamaji unaweza uliza swali hapo na tukauliza ule kwenye ile shamba tuko. Unaweza uliza swali live. Sio itakuwa bora sana. Najua kuna swali zingine huwa mungependa mimi niulize, lakini juu sasa hatuna ile live wasiliano, imekuwa changamoto uweze niuliza. Lakini tunapanga, na pengine kwa usaidizi wenyu tutafika hapo, tutakuwa tunafanya live katika ziara za shamba. Kwa hivyo unaweza uliza swali moja kwa moja, useme tafadhali Bwana Limo niulizie swali fulani, nimeona pale wanafanya hivi, hebu niulizie hili. Kwa hivyo tunapanga hiyo, hatujafika hapo. Hiyo ni kati ya yale mambo ambayo tutakuwa tunafanya. Na pia pengine kila mwezi tutakuja tuanze live kama hii ambayo tunajadiliana. Wewe unaweza niuliza, tunaongea moja kwa moja namna hii. Tutakuwa tunaiita live chat ambayo utakuwa unaweza kutuuliza maswali na tunajibu saa hiyo. Na pengine pia nitakuwa nawaalika wataalamu, pengine veterinary officer, wale wataalamu wa ufugaji ambaye pia mnaweza wauliza maswali. So hayo tu ni kati ya mambo ambayo tunapanga, hatujaanza, ambayo tutafanya siku za usoni. Pia tuna kitabu ambayo tunatengeneza, tutaiita comprehensive guide, ambayo itakuwa na kila kitu kuhusu ufugaji wa dopa. Itakuwa na jinsi ya kununua, mwongozo wa bei, mwongozo wa zile shamba ambazo unaweza enda kununua dopa. Tutakuwa pia na mwongozo wa magonjwa za dopa, jinsi ya kukabiliana nazo, jinsi ya kuzitibu, jinsi ya kuepukana nazo, preventive measures. Na pia katika ile kitabu tutakuwa na different plans. Kama unataka na kujenga banda la dopa, tutakuwa na ile mwongozo ya bei, vifaa ambazo unafaa kutumia, plan halisi jinsi ya kujenga. Kama unataka banda la kondoo 100, kondoo 1000, shamba, namna ya kupanga shamba yako. So hiyo kitabu bado tunaiandika, tunaitengeneza, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu pengine katika mwezi 1-2 ijayo tutakuwa tumeimaliza na itakuwa available. Unaweza download ili wewe mtazamaji ambaye unataka kuanza mradi wa dopa, utakuwa na mwongozo ambayo utakuwa naye hapo, inakusaidia kuangalia. Na pia ndo usilagaiwe, tutakuwa tumeweka orodha za zile shamba ambazo zinauza dopa, bei yao, pali pa kupata,
Tutakuwa pia na mwelekeo katika wale watu ambao wanaweza kukuletea hizo dopa. So katika hiyo kitabu tutakuwa na hiyo information yote. Tutakuwa na mwongozo, itakuwa mwongozo kamili ya ufugaji wa dopa. So natumai umefurahia, na pia sisi tumefurahia, tunakushukuru sana. Mara ya mwisho, wacha niwashukuru kabisa kwa kutuwezesha kufikisha 1000 subscribers. Sio jambo la rahisi, sio jambo ambalo tunaichukulia kwa urahisi, lakini tunawashukuru sana. Tunasema asante, pongezi, hongera kwa kutembea na sisi, na tutembee tujifunze pamoja. Asanteni sana.